Msimamo wa Umoja wa Ulaya kuhusu amani nchini Ukraine unakwenda kinyume na matumaini ya Marekani. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema masharti yanayotakiwa na Urusi kwa ajili ya kusitisha vita huko nchini Ukraine yanaonyesha kuwa Moscow haitaki kweli amani. Hilo linaenda kinyume na matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amewasilisha mtazamo wenye matumaini kuhusu mazungumzo. Amesema mara kwa mara kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kufanya makubaliano. Tangu vita vilipoanza mwaka 2022, Umoja wa Ulaya umekuwa na mikutano ya mara kwa mara kuhusu Ukraine. Na katika mkutano wa dharura mapema mwezi huu, umoja huo uliahidi kuongeza matumaini ya ulinzi ili kuongeza uwezo wa kijeshi wa Ulaya kufuatia shinikizo la kutaka kufadhiliwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Mataifa mengi ya Ulaya yanaona hatari kwa usalama wa bara zima, sio uhuru wa Ukraine pekee. Hata hivyo, nyufa ndani ya EU zimeonekana, huku Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban akijaribu mara kwa mara kuzuia msaada wa Umoja wa Ulaya kwenda nchini Ukraine. Hivyo kwa upande wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba ni wazi Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin hataki kumaliza vita hivyo kati yake na Ukraine. Zelensky amesema amani ya kudumu nchini Ukraine itapatikana mwaka huu, lakini ameshikilia kile anachokitaja kuwa mazungumzo mazuri ya simu yaliyochukua saa moja na mwenzake wa Marekani Rais wa Urusi Bwana Donald Trump, siku moja baada ya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Hata hivyo, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social akisema wito huo unalenga kuzipatanisha Ukraine na Urusi kulingana na maombi na mahitaji yao, akiongeza kuwa juhudi za kusitisha mapigano ziko sawa. Zelensky alielezea mazungumzo yake na Trump kama chanya na ya kweli na makubwa sana, akiamini kwamba pamoja na Marekani, Rais Trump na chini ya uongozi wa Marekani, amani ya kudumu itaweza kupatikana mwaka huu. Alizungumza wakati wa mkutano wa mtandaoni siku ya Jumatano, ambapo alisema yeye na Trump walijadili uwezekano wa Marekani kumiliki mtambo wa kuzalisha umeme wa Zaporizhzhia ambao unashikiliwa na Urusi. Hata hivyo, moja kati ya changamoto ambayo Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameielezea ni juu ya mashambulizi ambayo yanafanywa na Urusi, licha ya kwamba walikubaliana juu ya kutofanyika kwa mashambulizi kati ya Urusi na Ukraine, hasa katika mitambo ya kuzalisha umeme, lakini Urusi ilifanya mashambulizi kushambulia vituo vya umeme vya nchini Ukraine. Kadhalika na hili lilifanywa na Ukraine kushambulia vituo vya umeme vya nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.